Sasa kukaa kimya kwa uongozi wangu maana kwamba dabi hamna. Kwa uongozi wetu kwenye dabi hausapoti dabi, na si kama mashabiki wa Simba. Hatutambia dabi na dabi tarehe 25. Hata viongozi wa Simba wakikubali dabi ya tarehe 25, yani wamekubali kwamba mpira wa Tanzania unaongozwa na wananchi. Na sisi hatuchezi dabi basi. Marefali wa ndani hatuna imani nao. Shabani. Hatuna imani na marefali wa ndani. Tukacheze dabi, JSM afuto za mimi kwenye timu 7 nani? Abaki na timu hii, abaki na timu moja. Na kuipangua dabi ya safari hii, wametumia vigezo gani na kanuni zipi kuipangua dabi kupika tarehe 25? Jioni bodi ya ligi wanatangaza, na viongozi walioenda Dodoma kwa upande wa Simba sio viongozi wa Simba. Kwa nini Karia miaka yote asiwasimamishe watu aje watoe leo hii baada ya Yanga kusema viongozi wa Simba wakikubali kucheza hii dabi wamekubali kuwa chini ya watu wa Jangwani? Yaani ni rahisi tugomea dabi, angalia utakufanya nini. Mwana Six Sports na wakati huu na kwa nami Mwanaisha Lukali beki Kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha anakuletea yote ya michezo ambayo kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi ni mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara, lakini pia hatutaacha kuizungumzia dabi ya Kariakoo ambayo imesogezwa mbele mpaka tarehe 25 ya mwezi wa 6, mchezo wa mwisho ndani ya ligi kuu Tanzania bara, mchezo ambao pengine ukaenda kuamua nani atakuwa bingwa kati ya Yanga dhidi ya mnyama Simba. Mbele yangu hapa nipo na Shabani, shabiki na mwanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Shebi, habari yako? Ibana safi, habari yako mwanasharikani? Safi, mzima wewe? Uko vizuri kabisa? Niko sawa sawa, mambo ni mengi mjini kama unavyoona. Hatimaye dabi ya Kariakoo imesogezwa mbele mpaka tarehe 25 ya mwezi wa 6, mchezo wa mwisho wa kufungia ligi kuu Tanzania bara. Dabi ipi iliyosogezwa mbele, ya Simba na Yanga? Yes, ya Yanga na Simba. Sisi hatuitambui hiyo. Hatuitambui. Dabi kwa tarehe 15 juzi. Kwa tarehe 25 nafikiri ni dabi ya watu wa kijani. Kwa nini Shebi? Mpaka hivi sasa uongozi wako hujasema kitu chochote, umesimama umekaa kimya, na kikosi siku hii ya leo kimeondoka kuelekea Tabora kwa ajili ya mchezo wenu dhidi ya Kenigoli. Sasa kukaa kimya kwa uongozi wangu maana kwamba dabi hamna. Tamko la mwisho la klabu ya Simba, ikipita tarehe 15 dabi isipochezwa hakuna dabi nyingine. Washasema kitu mpaka saizi. Maana bado taarifa ndio inaishi mpaka leo. Kwa uongozi wetu kwenye dabi hausapoti dabi, na si kama mashabiki wa Simba. Hatutambia dabi na dabi tarehe 25. Hatuna sababu ya kwenda kucheza dabi ya tarehe 25. Kwa nini Shabani? Na mamlaka husika tayari zimeshatoa taarifa na muda na wapi mchezo utaenda kuchezeka. Ukiwasikiliza watani zenu mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara Young Africans, wenyewe wanakuambia dabi hii haina kipengele kutokana na yale matakwa yao kufanyiwa kazi. Dabi haina kipengele kweli kwa upande wao, kwa sababu matakwa yametimizwa. Hatuchezi dabi mpaka ile bodi ivurugwe pale. Bodi ipo. Bodi ipo. Nani kaondoka? Nani mwingine? Manake mwenyekiti wa bodi hayupo. Sasa kama Yanga anasema hachezi dabi mpaka watu kwenye bodi wajiuzuru, dabi inapangwa jioni, asubuhi watu wamejiuzuru, wengine wamesimamishwa, tafsiri yake ni ipi? Ukikubali kucheza dabi maana yake umekubali kuwa chini ya Yanga. Kwa hata viongozi wa Simba wakikubali dabi ya tarehe 25, yani wamekubali kwamba mpira wa Tanzania unaongozwa na wananchi, kitu ambacho sisi hatupo tayari kama mashabiki wa Simba. Hatupo tayari kwa sababu kama Yanga anaweka matakwa hachezi dabi mpaka uongozi watu wajiuzuru, lakini anajiuzuru Mguto, Almas Kasongo anasimamishwa yeye na Karia. Maana yake kwamba hata Mguto kujiuzuru ni shinikizo la nani? La TFF. Sasa TFF ndio waje tuambie kwamba na wao kuna maagizo walipokea ama labda waliamua wao kuivunja hii bodi. Yaani ni kitu simple tu. Tukacheze dabi, sasa tutacheza dabi. Je, tuna mapendekezo na sisi pia, kuna vitu ambavyo na sisi tunataka. Unachomba sio unachopewa?
Huchezi dabi, watu kwenye bodi wajiuzuru, watu sio wamejiuzuru. Watu sio wamesimamishwa. Na sisi hatuchezi dabi basi. Marefali wa ndani hatuna imani nao. Shabani. Hatuna imani na marefali wa ndani. Tukacheze dabi, JSM afute udhamini kwenye timu 7-8. Abaki na timu hii, abaki na timu moja. Apanguliwa. Dabi mtu anapewa anachotaka kupitia hizo dabi. Si ndio nafasi ya kupata unachokitaka kwenye hizo dabi hizi. Wenzetu sio shapa wanachokitaka. Kama wao sio viongozi wa mpira, basi sisi pia tuna mapendekezo yetu sisi. Nyama Simba mtaki GSM adhamini. Hatumtaki GSM adhamini vilabu 7 vya ziada. Abaki na timu yake moja ya Jangwani ambapo pale ni mwekezaji. Lakini pia kina Ramadhani Kayoko hao kwenye dabi pia tuwataki. Unataka dabi apewe nani sasa? Na kingine pia watuambie kwamba hawa viongozi waliojiuzuru na huyu kiongozi aliosimamishwa Almas Kasongo kasimamishwa kwa misingi ipi? Watuelekeze tu. Na kuipangua dabi ya safari hii wametumia vigezo gani na kanuni zipi kuipangua dabi kupika tarehe 25? Kwenye barua ya bodi ya ligi hakuna maelezo yoyote. Hakuna sababu hata hii kwamba ni kwa nini dabi imetolewa hapa imepelekwa pale. Kwa nini usinyoshe maelezo? Maana yake ukirejea nyuma, dabi imepelekwa mbele kwa sababu matakwa ya Yanga. Yanga alisema kitu kimoja, hatuchezi dabi mpaka viongozi wa bodi wale wajiuzuru. Kama na kumbukumbu nzuri, imefika tarehe 13, Yanga bado amesema hachezi dabi. Yanga asiamero kwenye ofisi ya bodi ya ligi. Alivyoenda alifanyaje? Aliweka barua mezani, kakimbia kaondoka. Bwana njoo tuzungumze, amekataa kuzungumza nao. Baadaye bodi ya ligi ikabidi wapo na Karia wa TFF. Tarehe 13 watu wametoka hapa wameenda Chamwino Dodoma asubuhi. Jioni bodi ya ligi wanatangaza na viongozi walioenda Dodoma kwa upande wa Simba sio viongozi wa Simba. Kiongozi wa Simba alikuwa ni mmoja. Dalali ni kiongozi wa Simba. Mzee wa Simba. Mzee ni kiongozi wa Simba. Hasano ni kiongozi wa Simba. Sio ulimuona pale? Ulimuona mwenyekiti. Ulimuona mwenyekiti. Management ile ilikuwepo. Yaani usio ambaye ndo ana manage shughuli zote za mpira za klabu ya Simba, ulimuona? Pale walienda watu ambao wameenda kutumia busara na hekima. Mpira utaki mambo hayo. Na ndio maana mimi kila siku nasema kitu hichi. Yaani mpira wa Tanzania, Simba na Yanga, watu wanakuja kuchukua uongozi kwa sababu kutafuta nafasi za kisiasa. Kwa mtu anajua nitafuta maarufu Simba na Yanga nikachukua ubunge. Lakini kwenye hizi faida ambazo zinazopatikana, kila mwaka Yanga anapata faida zaidi ya Simba. Mtu aliyoleta Ikulu ni rais. Sawa? Maana yake wananchi wamepeleka misimamo yao mpaka Ikulu. Yaani Yanga wameingia mpaka Ikulu na misimamo yao ili tucheze hii dabi. Hatumtaki Mguto, tunataka Kasongo. Sawa? Mguto akaona siwezi kuingia kwenye shida na nchi, akajiondoa yeye mapema baada ya kuona shinikizo ni kubwa. Almas Kasongo amegoma kujiuzuru. Wananchi bado na misimamo, asipondoka Kasongo si hatuchezi dabi. Karia anatoka alipotokea anamsimamisha Almas Kasongo. Kwa nini Karia miaka yote asiwasimamishe watu aje watoe leo hii baada ya Yanga kusema? Tukisema kwamba labda TFF na bodi hapo chini Yanga tutakuwa tunakosea. Takuwa nazingilia mamlaka. Nazingilia mamlaka, hazi kuingiliwa. Yaani mimi ndazingilia je kabla mimi hazi kuingiliwa mamlaka? Kuna mtoto yule msemaji wa Yanga alimsema vile mpaka Mguto, mpaka Karia. Watu sikia siku wanamtukana Karia Jangwani hapo. Sio kuingilia mamlaka huko. Walisema na nukuka ule alikamwe. Mchezo namba 184. Sisi kama Yanga hatuchezi. Tumuone huyo mwanaume mwenye ubavu wa kuja kukata alama hii ya Yanga na watajua nguvu ya wananchi iko wapi. Wamekata point. Kwa sababu ile mkata Yanga point ilibidi mechi juzi uite. Wangeita mechi afu tukiona kama kweli kuna mwanaume ambaye anaweza kwenda kuwakata wale point. Maana yake hakuna. Kwa sababu wameamua wao Yanga
kuendesha mpira wa hii nchi sawa, ila na sisi letu ni hili, viongozi wa Simba wakikubali kucheza hii dabi, wamekubali kuwa chini ya watu wa Jangwani. Yaani hivyo tu. Wao someka matakwa yao, na sisi matakwa yetu, tuweke na sisi matakwa yetu mezani. Wao wametekelezewa, na sisi tutekeleze matakwa yetu tunayotaka sisi. Dabi isogezwe mbele tena. Sio dabi isogezwe mbele. Kwani umpeleke dabi mbele? Huyu mtu aliozamini timu 8 ambazo zimempa magoli zaidi ya 50. Yaani magoli 50 plus. Timu 7. Wewe mpira ushakuona dunia gani wewe? Lakini kwa sababu sisi tumeamua, bwana nyie mnachopanga twende, tumekaa kimya. Lakini kwa nini wenzetu hawataki kuheshimu nyie? Sisi tulikaa kimya. Bwana bodi imebariki, TFF imebariki, BMT imebariki, wizara imebariki, kila sekta imebariki. Kwa nini nyie nani mmebariki dabi pigo tarehe 15 alafu wenzetu wamepinga na mmekubali kuwasikiliza? Kwa na sisi tumerudi sasa. Kama hao mmewasikiliza hawa, na sisi tuna mapendekezo yetu. Huyu mtu azamini timu 8, abaki na timu hii moja. Tarehe 25 Shebi utakuwa uwanjani kuisupport timu yako ya mnyama? Siwezi kwenda uwanjani, kafanya nini uwanjani? Yeye nikaangalie kitu gani? Kaangalie dabi ya Kariakoo, mpira ni watu, mpira ni mashabiki. Timu yako inakuhitaji Shebi. Unazungumzia dabi ipi ambayo timu yangu inanihitaji mwana Sharkani? Taarifa iliyotolewa na klabu ya Simba. Dabi ni tarehe 15 Juni. Mbali na dabi tarehe 15, hatuchezi dabi nyingine. Wewe unazungumzia dabi gani ambayo klabu yangu mimi nitacheza? Kwa Simba mshamaliza. Tushaweka nukta pale. Mnaenda kumalizia michezo yenu miwili iliyobaki. Tutamkanda Ken Gold, tuendelee. Sasa wao watachagua wampe kombe kijana wao ama watende haki. Yeye tunatambua michezo miwili. Nafikiri ni Tanzania Prisons kama sikosei. Kagera tu. Kagera na Ken Gold. Tunaenda tunamkanda, tunarudi hapa nafikiri 22 KMC hapo. Tunafunga Dimba na Kagera Sugar. Huo mchezo mwingine wataangalia wao. Kama watampa mtu wa kijani kombe wampe, lakini dabi sisi hatuitambui mpaka sasa tunapozungumza hapa. Na viongozi wa Simba nafikiri bado msimamo ni ule ule kwamba dabi hakuna. Yaani very simple. Wakiidisha dabi Mangungu, Trageni, Mo wamekubali kuwa ni vibaraka, na sisi tunaamini kwamba kweli viongozi wetu hawana paa kwenye mpira wa nchi. Yaani ni rahisi tu gomea dabi, angalia utakufanya nini. Rahisi tu. Wakileta kelele, waturajie kiongozi ambaye alipiga simu Dar es Salaam. So alisema kuna kiongozi wa serikali alipiga simu Dar es Salaam mwezi wa 3 kwamba geti zisifunguliwe. Waturajie na yule kiongozi.